Hawa ni mastrika 6 ambao waliweza kusajiliwa katika majira ya kiangazi summer window, dirisha la kiangazi katika ligi kuu ya nchini Uingereza EPL. Ni moja kati ya mastrika ambao walitajwa sana kwenye dirisha la kiangazi kwamba wanakuja kuipindua, wanakuja kufanya maajabu katika EPL season ya 2025-2026. Sasa mimi nitakutajia wote hawa 6 alafu utaniambia ni striker gani ambaye unamwona mpaka sasa ni bora kuliko mastrika wengine, unamwona ana uwezo mkubwa kuliko mastrika mwingine. Who is your best striker katika hawa strikers 6? Tunaanza na wa 6 ambaye ni Alexander Isak, Mswedish huyu ambaye aliweza kununuliwa kwa euro milioni 125 kutokea Newcastle United pale pale EPL mpaka kwenda katika klabu ya Liverpool. Jamaa na umri wa miaka 26 na katika michezo aliocheza mpaka sasa ana jumla magoli 3. Ni mshikaji ambaye amekutana na injury kadha wa kadha mara nyingi, kama mara 3 hivi. Mara ya kwanza alirudi akawa amepata tena injury, akarudi tena uwanjani, so amekuwa akipitia changamoto. Kuna wengine wanasema aise Newcastle United watakuwa kuna namna walifanya mafekeche. Ingekuwa Afrika tungesema Newcastle United walimwekea juju kidogo, kuna kandumba kalitumika kuweza kumsababishia mainjury yasiyoisha bwana Alexander Isak, kwa sababu ametoka Newcastle United kwa migogoro ya hapa na pale, na alikuwa ni bonge moja striker mkali sana, akiwa na magoli mengi kweli kweli wakati wa 2024-2025 akiwa anaitumikia Newcastle United. Amejiunga na klabu ya Liverpool, ndio hivyo amekuwa akikutana na injury za hapa na pale zisizokuwa na kikomo. Alexander Isak mpaka sasa ana jumla ya magoli 3 kutoka Newcastle United mpaka Liverpool. Mchezaji wa 5 ambaye aliweza kusajiliwa katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi summer windows katika ligi kuu nchini Uingereza ni Benjamin Sesko. Benjamin Sesko kutoka nchi ya Slovenia akiwa na umri wa miaka 22 alikuwa akitumikia klabu ya RB Leipzig kutoka Bundesliga, ligi kuu nchini German. Ametoka Bundesliga na kuhamia katika klabu ya Manchester United. Uhamisho wake uliweza kugharimu euro milioni 76. Takriban euro milioni 76, ambapo mpaka sasa hujamaa Benjamin Sesko ameweza kuifungia Manchester United magoli 8. Hajapata nafasi sana kucheza katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Manchester United. Mara nyingi amekuwa akitogea benchi, alipata injury kwa muda fulani hivi akakaa nje, lakini akarejea tena. So Benjamin Sesko mpaka sasa na jumla ya magoli 8 kutoka RB Leipzig mpaka Manchester United. Mchezaji wa 4 ambaye alitokea kule German Bundesliga naye katika klabu ya VfB Stuttgart ni jamaa ambaye ni raia wa pale pale German akiwa na umri wa miaka 24 akitokea VfB Stuttgart mpaka kujiunga na klabu ya Newcastle United ambayo inashiriki ligi kuu nchini Uingereza EPL. Huyu jamaa alianza na moto mkubwa sana, hasa katika zile siku zake za kwanza kutua EPL alikuwa anafunga kinoma, lakini akawa amestaki kidogo kwenye magoli 10. Mpaka sasa na jumla magoli 10 katika ligi kuu nchini Uingereza. Uhamisho wake uliweza kugharimu pound milioni 65. Anaitwa Nick Wotte-Medi kutoka VfB Stuttgart mpaka katika klabu ya Newcastle United. Mchezaji wa 3 ni Hugo Ekitike. Hugo Ekitike ni Mfaransa huyu ambaye ana umri wa miaka 23, ametokea Frankfurt ya German Bundesliga na kujiunga na klabu ya Liverpool. Uhamisho wake ukigharimu euro milioni 95. Yes, ujamaa mpaka sasa katika mashindano yote EPL, lakini na mashindano mengine kama Carabao Cup na mashindano mengine ya FA ameweza kufunga jumla magoli 14 nchini Uingereza akiwa na klabu yake ya Liverpool. Kutoka Frankfurt ya Bundesliga mpaka EPL Liverpool, sasa ana jumla ya magoli 14 bwana Hugo Ekitike. Mchezaji wa pili ni Joao Pedro kutokea Brazil akiwa na umri wa miaka 24, alikuwa akitumikia klabu ya Brighton pale pale EPL. Kwa hiyo ameweza kuhama kutoka Brighton mpaka Chelsea. Brighton by the way ni klabu ambayo imekuwa ikifanya biashara kadha wa kadha na klabu ya Chelsea. Imeuziana sana wachezaji na klabu ya Chelsea. Ukiangalia kina Moi Caicedo ametokea pale Brighton, golikipa Sanchez ametokea pale Brighton na kujiunga na klabu ya Chelsea. So umekuwa ni muendelezo wa uhamisho wa wachezaji kutoka Brighton kwenda katika klabu ya Chelsea.
Joao Pedro ametoka Brighton mpaka klabu ya Chelsea kwa uhamisho wa pound milioni 55. Huyu jamaa mpaka sasa katika mashindano yote akiwa na klabu ya Chelsea ameweza kufunga magoli 14 mpaka sasa, na mchezaji wa mwisho ni Viktor Gyökeres, Mswedish huyo ambaye ana umri wa miaka 27 akitoka kwenye klabu ya Sporting Lisbon na kujiunga na klabu ya Arsenal. Sporting Lisbon ya kule Portugal ama Ureno kule kwa kina Cristiano Ronaldo. Sasa kwa mara ya kwanza akawa ametua EPL katika klabu ya Arsenal. Ni moja kati ya mastriker hatari walikuwa wakiogopeka sana katika nchi ya Portugal. Alikuwa na rekodi za tofauti, rekodi za kutisha, rekodi za ajabu kwelikweli akiwa na kikosi cha Sporting Lisbon. Alikuwa ni goal scorer machine na ameweza kujiunga na klabu ya Arsenal katika dirisha la kiangazi summer window kwa uhamisho wa euro milioni 63. Sasa hivi jamaa ameweza kufunga magoli 15 mpaka sasa katika ligi kuu ya nchini Uingereza, bwana Viktor Gyökeres. Sasa hao ndo mastriker 6 ambao waliweza kufanywa usajili katika dirisha la kiangazi summer window EPL, na tayari wote tumeshaona makali yao kama hivyo nilivyokueleza. Tukimwona Viktor Gyökeres mwenye magoli 15, tukija kumwona pia Joao Pedro mwenye magoli 14, Hugo Ekitike magoli 14, Nick Watermed mwenye magoli 10, akiwepo Benjamin Sesko ambaye ana magoli 8, lakini pia Alexander Isak ambaye ana magoli 3 mpaka sasa. Sasa katika hawa ma striker 6 ni yupi striker wako bora ambaye unasema kabisa hapa hii klabu ililamba karata dume katika hii sajili, hii klabu ililamba karata dume? Naomba niambie hapo kwenye comment ni yupi striker wako bora katika hawa ma striker ambao waliweza kufanyia usajili kwenye dirisha kubwa la usajili summer window, dirisha la kiangazi. Niambia hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Nikukumbushe tu kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, fanya kusubscribe ili wa kwanza kupata update story zote za kimichezo, makala za wachezaji na story nyingine zote za kimichezo. Gusa neno subscribe hapo ili wa kwanza kupata story zote kutoka kwetu. Mimi naitwa Dennis Dinominator. Endelea kubaki na sisi kwa updates nyingi zaidi.